Tabora na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Tabora. Sisi vijana wa CCM wilaya ya Tabora, kwa niaba ya wananchi wa chama cha CCM wilaya ya Tabora, naomba tukuvishe taji hili ikiwa ni ishara ya amani na upendo, kisha nakaribisha wilaya ya Tabora. Karibu sana. Parade! Heshima tukamge rasmi. Heshima tu. Kwa kufungua mistari, reaction, mistari fungua. Tupate watu wazuri, tupate makada wazuri ambao watakuja kutusaidia na kukisemea chama chetu mwaka wa kesho. CCM oye! CCM safi! Sambamba na hilo, ndugu zangu, nimekuja kuwakumbusha pia uwajibikaji. Jumuiya yetu ya Umoja wa Vijana, sisi ndio uti wa mgongo wa Chama cha Mapinduzi. Bila jumuiya ya Umoja wa Vijana imara, hakuna CCM imara mahala kokote. Kwa hiyo nimekuja kuamsha ari ya utendaji wa kazi wa Umoja wa Vijana katika maeneo yetu haya. Nimekuwa nikiwaambia vijana wenzangu, maeneo yote niliyopita, tunatamani kuona matukio mengi zaidi ya Umoja wa Vijana kata ya Kakola. Tunatamani tuwe tunaalikwa kwa majukumu mbalimbali, hata kuja kupanda miti hapa shuleni, kufagia katika zahanati zetu na majukumu mengine ambayo kimsingi tutafanya jumuiya yetu ya Umoja wa Vijana ionekane iko kazini. Ni dhambi kama jumuiya ya Umoja wa Vijana, jumuiya ya watu wenye akili timamu, jumuiya ya watu wenye nguvu, jumuiya ya watu ambao akili zao zinachemka, jumuiya ya watu ambao watafutaji, kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 hujafanya chochote kama kiongozi wa Umoja wa Vijana. Hiyo ni aibu. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo ni jambo jema sana katika kipindi hiki ambacho chama chetu kinafanya maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Ni vema tukahakikisha kila mmoja ajitathmini kwenye nafasi yake. Aangalie alikofanya vizuri, lakini pia aangalie alikofanya vibaya ili arekebishe kama anatamani kuendelea na nafasi hiyo. CCM oye! CCM safi! Kama hujajitathmini, jitathmini sasa. Kama umejitathmini, basi endelea kupata muda mzuri wa kutafakari, kuona kwamba nafasi ulio nayo umeitendea haki kiasi gani, nafasi ulio nayo umeionea kiasi gani. Na kama umeitendea haki, basi hata vikao vitakutendea haki. CCM oye! CCM safi! Mama Samia oye! Sambamba na hilo, ndugu zangu, kwenye ziara yetu hii tumekuja kuhimizana upendo, lakini pia tumekuja kuhimizana mashirikiano. Sisi kama Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi ambao tunafikiria kupata nafasi nyingi zaidi, ni lazima tupendane miongoni mwetu, lazima tuheshimiane miongoni mwetu, lazima tuthaminiane miongoni mwetu, kwa sababu leo uko hapo, huwezi kujua kesho utakuwa wapi. Tupendane, tusitengenezeane ajali kama vijana, tusitengenezeaje misukosuko. Usimfanye mwenzio aendelee kukuona wewe ni adui. Tengeneza mazingira katika kipindi hiki, punguza sana maadui na ongeza sana marafiki, utaishi vizuri. Lakini kwa sababu nafasi zetu ndani ya Chama cha Mapinduzi zinategemea kuchaguliwa, basi ni vema utengeneze marafiki zaidi ili uje upate watu wa kukuchagua katika nafasi utakayokuja kugombea hapo baadaye. Ni aibu kubwa kila siku kiongozi unamnanga mwenzako, unamsema vibaya mwenzako, alafu mwisho wa siku unataka akiulizwa jambo kuhusu wewe unataka kusemea vizuri. Haiwezekani. CCM oye!
Piga makofi kwa sababu nawaambia ukweli. Hawezi kukusemea vizuri kwa sababu umekuwa kwaro kwake. Umekuwa mtu ambaye si mwema kwake. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wenzangu, katika maisha yetu sisi kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi na vijana wa Chama cha Mapinduzi, ni vema sana tukaongeza sana marafiki na kupunguza maadui. Lakini jambo lingine ambalo nilitamani kuja tuzungumze leo ni umuhimu wa kuambia wananchi mambo mema yanayofanywa na viongozi wetu wa serikali. Serikali hii iliyoko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hatuna budi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba tunakisemea vizuri chama chetu na tunaisemea vizuri serikali yetu. Tukianza na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi kama vijana, kazi aliyoifanya Dr. Samia ni kubwa mno. Ni lazima kama vijana tumtetee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, tumsemee vizuri. Hawezi kufika kila kata. Sisi tulioko huku kwenye kata ndo wawakilishi wake. Na mimi niseme ndugu zangu, Waswahili wanasema baniani mbaya. Jana niko napita kwenye mitandao, nikaona liko genge la watu wachache kwa kazi kubwa ambazo zimeendelea kufanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika taifa letu. Wako watu wachache wanaendelea kumbagaza, kumkejeli na kumtweza utu wake kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nikwambie ndugu mgeni rasmi, usimwamshe aliyelala. Sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi sasa tumesema inatosha, ndio maana tumesema never again. Tunasema sasa jukumu la maendeleo, jukumu la shughuli zote za kimaendeleo tutawaachia baba yetu Msamazi, tutawaachia mheshimiwa mbunge, tutamwachia Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wameamua kutuleweza kwa kibabe, kwa sababu wameamua kulala wanapotaka tulale wao. Sisi tunasema tunalala nao na tunaamka nao. Kuanzia sasa hatutokubali kuona mtu yoyote anambagaza Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajua na kwa yale ambayo wameendelea kuyafanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wa Tanzania wenye tija ya maendeleo tunaendelea kumwombea afya njema, baraka tele, aendelee kututumikia. Habari za kumtukana, habari za kumbagaza, wale wanaomtukana sisi ndio saizi yao. Kwa ndugu katibu wa umoja wa vijana wa mkoa, sisi habari za maendeleo, habari za kipi kinafanyika tutawaachia watekelezaji wa ilani. Wale watakaomtukana Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi tunaanza kunyanyuka nao kuanzia sasa. Na ujumbe huu tunaufikisha kwa vitendo, hatuufikishi kwa maneno, ili wasikie wajue vijana wa Chama cha Mapinduzi hatuko tayari kutukaniwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na rais huyu, ndugu katibu wetu wa vijana wa mkoa, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja duniani kwa mambo mawili tu, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwanza, Mwenyezi Mungu amemteua, lakini pili, sisi wa Tanzania tumempa kura za ndio ili aje kutuongoza kwa kipindi cha miaka mingine tena kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi niwaambie ndugu zangu wa Ikomwa, nyinyi mama zetu na wazee wetu, tunajua mlipotoka. Sisi vijana wenu hatuko tayari kulichafua taifa hili kwa mikono yetu, bali tuko tayari kulilinda na kulisemea na kuhakikisha viongozi wote wanaoendelea kutekeleza majukumu yao katika taifa letu wanaendelea kubaki salama. Mambo mawili tu tunayoweza kuyafanya: moja, tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya na nguvu tele, lakini mbili, tutaendelea kuwasemea kwa yale mazuri wanaoendelea kutekeleza katika taifa letu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu mgeni rasmi, kwa sababu kikao hichi leo ni cha kwako, nilitamani niseme machache, lakini mwisho, ndugu mgeni rasmi, nitumie nafasi hii tena kukupongeza kuanzisha ziara katika mkoa wako mzima wa Tabora. Na sisi wananchi na wana CCM wa hapa Ikomwa tumefarijika na ujio wako katika kata yetu ya Ikomwa. Tunaamini changamoto zetu kama ulivyozisikia kutoka kwa mheshimiwa diwani, lakini yale ambayo leo tuletea wewe kama mgeni rasmi, sisi jukumu letu ni tunafanya kama nilivyoanza kusema mwanzoni. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266.
Instagram @viva_promotion.